Na hazina ya kitaifa inapendekeza bajeti ya shilingi trilioni 4.8 kwenye mwaka wa kifedha wa mwaka 2026 mwaka 2027 utakaoanza mwezi Julai mwaka huu. Kwenye makadirio ya bajeti yaliyowasilishwa bungeni, hazina ya kitaifa inapendekeza kuongeza mgao wa serikali za kaunti kwa shilingi bilioni 5, hali ambayo itafanya mkoba huo kuwa na shilingi bilioni 420. Ili kufadhili bajeti hii, pia serikali inanuia kukopa zaidi ya shilingi trilioni 1.1, na kama anavyoarifu Jimmy Mbogo, mkopo mkubwa utatoka kwenye benki za humu nchini. Hazina ya kitaifa imewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya mwaka 2026 na 27 na kuongeza matumizi katika mwaka huo wa kifedha hadi shilingi trilioni 4.82, makadirio ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini. Hii ni licha ya kushuka kwa kiwango cha ukuaji wa uchumi mwaka huu kutoka asilimia 5.3 iliyokadiriwa hadi asilimia 5, hali inayoathiriwa pia na vita vya Ghuba na athari za kiuchumi kimataifa. Shilingi hizo trilioni 4.8 zitagawanywa mihimili mitatu mikuu. Shilingi trilioni 2.89 zikitengewa serikali kuu, ambapo ni pamoja na idara ya mahakama na bunge. Shilingi trilioni 1.5 zikiwekwa kwenye mfuko wa pamoja na shilingi bilioni 420 zikiwekwa kwenye mkoba wa kaunti. Makadirio haya yakiongeza mgao wa kaunti kwa shilingi trilioni 5 kwenye bajeti ikilinganishwa na mwaka huu. Shilingi trilioni 3.54 zimetengewa matumizi ya kawaida, ambapo ni pamoja na mishahara, operesheni za kawaida na kulipa madeni. Makadirio ya maendeleo yakitengewa shilingi bilioni 749. Matumizi haya yatafadhiliwa na mapato ya shilingi trilioni 3.63 kutokana na ushuru na mapato mengine, yani ada na matozo ya idara na asasi za serikali. Mapato ya kawaida yanakadiriwa kufikia shilingi trilioni 2.99, ambayo ni ongezeko ikilinganishwa na shilingi trilioni 2.78. Bajeti hii ikiwa ni upungufu wa shilingi trilioni 1.1, hazina ya kitaifa inapendekeza kukopa shilingi bilioni 116.2 kutoka nje, masalio ya shilingi bilioni 995.7 zikitarajiwa kutoka kwa benki za humu nchini. Huu ndio mkopo wa juu zaidi wa humu nchini kuwahi kushuhudiwa. Kwa shilingi trilioni 2.89, serikali kuu itapata asilimia 97 ya fedha hizo, shilingi trilioni 1.98 zikitengewa matumizi ya kawaida na bilioni 840.6 kutumiwa kwa miradi ya wizara mbalimbali. Bunge litapokea shilingi bilioni 48.68 na idara ya mahakama shilingi bilioni 30.44 kwenye bajeti ya mwaka wa 2026 na 2027. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi.